kugusia. Na mtazamaji, hujambo na karibu sana katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, kipindi ambacho kinagusia mambo kwa kina zaidi kukuweza kukuimarisha katika maisha yako, ambapo hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja, lakini siko peke yangu, niko na mwanamke wa kiroho ambaye pia ameamua kujitoa na kufanya kazi hii ya Bwana. Na utakuwa na mada mbalimbali ambazo tutakuwa tukizungumzia siku hii ya leo, kama namna tulivyokuwa na mada nyingi huko nyuma ambazo tulikuwa tukikiangazia katika safari ya kutambua umuhimu wa mwanamke kanisani ama wajibu wa mwanamke kanisani. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makudiga, lakini pia kameramani ama mpiga picha ni Elisha Ndaro, na mrusha matangazo haya kwa uzuri kabisa si mwingine ni Vaneti Salivatoli. Nikusihi uweze kuungana nami ili uweze kujifunza mengi zaidi kuhusiana na kipindi hiki ambacho tutakuwa nacho siku hii ya leo. Lakini pia unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa kuandika Tumsifu Mungu. Kule nako natupata vizuri kabisa, lakini pia kupitia nambari hiyo ya simu ambayo unaitazama hapo, unaweza ukatuma ujumbe wako nasi pia tukausoma kwa kila ambacho tutakuwa kizungumzia siku hii ya leo. Tuko na mada nzito ambayo pia imekuwa ikizua mjadala katika makanisa mengi sana, na wengi wamekuwa na maswali ya kujiuliza ya hapa na pale kuhusiana na kile ambacho tumekuletea siku hii ya leo. Wajibu wa mwanamke kanisani upi? Je, mwanamke anaweza kuwa askofu kanisani, au mwanamke anaweza kutabiri chochote ambacho wewe mtazamaji unakifikiria katika mambo ya kiroho katika ulimwengu wa kibiblia? Karibu sana na uweze kuungana nami moja kwa moja, ambapo pia uko nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Karibu sana mama. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa, ni Jumapili njema na iliyotukuka, kila mmoja akiwa kanisani na mwingine akiwa ametulia katika huduma hizi mbalimbali za kumtumikia Bwana. Kwa yule mtazamaji, si mara ya kwanza kufika hapa, lakini pia kuna wale watazamaji wangependa wafahamu jina lako pia. Asante. Majina yangu naitwa Neema Elia Petro. Ni mchungaji, namtumikia Mungu pale kanisa la Holy Ghost Revival Ministry. Nipo Kisesa kwa sasa. Ndio. Na mtazamaji, kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, na kusihi usipepese macho sehemu nyingine, maana tuna mengi ya kujifunza kuhusiana na mada hii, wajibu wa mwanamke kanisani. Tukianza na wajibu wa mwanamke kanisani, lakini kabla tujikita zaidi katika kipindi hiki, huwa tunapenda kujitanguliza kwanza na kwa maombi. Okay. Karibu sana. Tuombe. Bwana Yesu, Mungu mwema mtakatifu, uketie mahali pa juu, mahali palipoinuliwa sana, tunakupa heshima na utukufu kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo Bwana imekupendeza tuweze kuishi. Nasi Bwana tumeipokea kwa shukrani kwa sababu umetupa tuweze kuishi. Asante kwa ajili ya kibali hiki ambacho Mungu umetupatia, pia kwa ajili ya kuyasikia maneno yako ya uzima kupitia kituo kizuri hiki cha matangazo. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa sababu uko hapa kwa ajili ya kusema na kila mmoja, kutufunulia, kutufundisha, kutuelekeza yale ambayo tunatakiwa kujua, hasa katika mada hii ambayo inahusu wanawake, nafasi zao katika kanisa. Tunakushukuru kwa sababu utakwenda kumkumbusha mwanamke mmoja ambaye amejisahau, ama utakwenda kuwafundisha wanawake wengine pia, ili tuweze kusimama vizuri katika nafasi zetu katika utumishi. Tunakubariki kwa sababu wepo wako utakuwa hapa pamoja nami, na wote ambao wako mahali hapa utaendelea kutuongoza, ni katika jina la Yesu. Amen. Amen, 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 amen. Mimi napendezwa nawe kuwa hapa. Maana najua leo utaweza kutupa maarifa mengi zaidi ya kina kuhusiana na mada hii ya wajibu wa mwanamke kanisani. Tukianza na kufahamu zaidi kwa undani kupitia maandiko ya Biblia, wajibu wa mwanamke kanisani ni upi huu ambao tunaenda kutazama siku hii ya leo? Kwanza kabisa nipende tu kumshukuru Mungu kwa sababu ya hii mada nzuri na kwa ajili ya kunikaribisha katika studio hizi. Sasa awali ya yote, kwanza nataka tu nielezee huyu mwanamke ni nani katika Biblia. Japo tunajua mwanamke ni mtu wa jinsia ya kike hivyo. Mwanamke katika Biblia ni mwanadamu wa kike, ni mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na huyu mwanadamu ana thamani sawa na mwanaume. Ndio. Kwa kuelezea sasa. Ndio. Yaani
niseme kwa kufafanua kibiblia kwa kina zaidi. Kibiblia. Twende sasa kwenye ile ambayo uko naniuliza. Tuendelee. Yes. Tukielekea katika wajibu wa mwanamke kanisani ni upi? Tayari umetueleza mwanamke ni yupi na ukadadavua kwa makini sana. Mimi natamani hata pia kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa mchungaji Neema Elia, watu wafahamu zaidi, japo umeeleza mwanamke ni jinsia ya kike. Sasa wajibu wake ni upi huo kanisani? Wajibu wa mwanamke kanisani, kwanza historia inatuambia kwamba kwa sehemu kubwa Mungu aliwatumia wanawake. Na aliwatumia wanawake ili kutimiza nini? Makusudi yake hapa duniani. Japo kwa sehemu kulikuwa na changamoto za kiutamaduni, lakini tunaona bado Mungu alifikisha vile ambavyo alitaka viweze kutimizwa juu ya mwanadamu, kila mwanadamu kwa kazi yake aliyompa. Sasa wajibu wa mwanamke katika kanisa, tunamtazama mwanamke kama msaidizi. Hiyo msaidizi tunaweza kupata katika kile kitabu cha Mwanzo. Wengi wanajua kwamba mwanamke aliumbwa, mwanaume aliumbwa kwanza, akafuata mwanamke, na wewe mwanamke akawa msaidizi wa mumewe, wa Adam. Ndio. Lakini sasa sisi kwa sasa hivi hilo andiko kibiblia huku kwetu kwa habari ya kanisa tunalichukuliaje? Sisi ni wasaidizi. Ndio. Mahala pale ambapo unaona kanisani kuna mapungufu ama kuna pungua, ni wajibu wa mwanamke kufanya. Yako mambo mengi tu ya kufanya kama mwanamke. Yako mambo ya usafi, kama vile unavyofanya nyumbani kwako, hata nyumbani mwa Mungu. Mambo ya usafi, kuhakikisha kanisa linakuwa zuri, kuhakikisha unakuwa mshauri mzuri kanisani, kuhakikisha unakuwa ni mtu ambaye unahakikisha mambo yanakwenda kama ambavyo yamepangwa kuwa. Lakini pia mwanamke ni mlinzi, ni mlinzi wa agano na kusudi la Mungu. Kama ambavyo ilitakiwa awe mlinzi wa agano lile ambalo Mungu alimwekea Adamu, kwamba wewe hautakiwi kula hiki, unatakiwa kufanya hiki, unatakiwa ile mipaka. Kwa hiyo mwanamke alitakiwa kuwa mlinzi wa ile mipaka. Lakini sasa cha kushangaza hapa, yeye alikwenda kinyume kidogo akasababisha anguko, lakini haikuwa kusudi hilo. Kazi yake ilikuwa ni kumhimiza Adamu na kumkumbusha na kumwambia Mungu amesema tufanye hivi, hapo usifanye. Unamsaidia kumkumbusha na kumwelekeza. Lakini pia hii tunaona ambavyo mwanamke asipokuwa mlinzi anavunja ndoa yake, anavunja mahusiano, familia inaharibika, inaparanganyika kwa sababu ya kukosa ule utulivu ama kusimama katika ile nafasi yake. Lakini nafasi nyingine ya mwanamke kanisani, huyu mwanamke inaweza kuwa mlinzi pia, muombaji. Yeremia 9:17 maandiko yanasema kwamba anaita, anatafuta. Wako wapi wanawake waombolezaji? Kwa hiyo kumbe wanatafutwa. Kuna nafasi ambayo inatakiwa ijazwe pale, na ndio maana waliona kama vile inapelea. Sasa inavyopelea, kwa hiyo muombaji akiwepo pale mambo yanakuwa mazuri. Sawa. Kwa yule mtazamaji, japo umeeleza kwa uzuri kabisa mchungaji Neema Elia, mimi ningependa pia, kuna wale watazamaji ambao wanajiuliza, mchungaji anaeleza vizuri kabisa na mada yetu ni nzuri pia. Tunataka tujue ni kanisa lipi? Unajua kuna wale ambao pia wanatamani kukufuatilia kupitia hata kule unakotoka kanisani kupitia mada yetu kabambe kabisa. Mimi niko chini ya kanisa langu naitwa Holy Ghost Revival Ministry. Ndio. Holy Ghost Revival Ministry. Ndio. Niko ninakutumika na kanisa langu lipo Kisesa. Sehemu moja inaitwa Kitumba. Maana jinsi unavyojieleza inaonekana ni kuzuri. Tuendelee. Amen. Ndio. Umeeleza kwa na kufafanua kwa uzuri kabisa, lakini hapo ulipoeleza ukazungumza ukaingia kwa kina zaidi kuhusiana na binadamu wa kwanza ambao waliletwa katika ulimwengu huu, Adam pamoja na Eva. Mimi nikijikita zaidi kwa Adam. Ndiyo. Adam alipoumbwa na kuletwa katika bustani ya Edeni ili aitunze, Mungu akaona haipendezi, akamletea ubavu wake mwingine. Lakini kupitia ule ubavu shetani ndipo alipopita pale na kugonga msumari wake. Kwa nini shetani aliamua kupita kwa Adam ambaye pia ni mwanamke, kupita kwa Eva ambaye pia ni mwanamke, ili kuweza kuhakikisha zaidi ile dhambi ambayo hata sasa imekuwa ni athari kubwa zaidi katika maisha yetu sisi wanadamu sote? Kwa nini shetani aliamua kupita? Unajua siku zote adui huwa anaangalia udhaifu wa mtu.
Unajua mtu ili akuweza kushinde anaangalia ni wapi panaingilika. Sasa kwa Adam aliona huyu mwanamke, na alionaje? Kwa sababu sisi wanawake tunamshukuru Mungu ametupa nguvu ya ushawishi. Ndio. Nguvu kubwa mno ya ushawishi. Yaani hata uwe mgumu kiasi gani, anasema hakuna mkate mgumu mbele. Mkate mgumu mbele. Yeah, lakini tunaona jinsi ambavyo ule uwezo wa ushawishi uliokuwa ndani ya mwanamke. Ndio. Hiyo ndio nafasi ambayo shetani alitumia kama udhaifu. Ndio. Sasa huu ushawishi ambao Mungu aliuweka, hakuweka kwa nia mbaya ili waliasi kusudi lake, hapana. Aliweka kama msaidizi, basi inabidi aweke na nguvu ya ushawishi ndani yake. Unajua unaweza kumsaidia mtu ukimweleza kitu bila ile nguvu ya ushawishi ndani yako, hawezi kukuelewa vizuri kwa wepesi. Sasa ile nguvu ile ilitumika vibaya. Na tukiona Mungu alivyo mwaminifu, alivyomuumba mwanadamu, aliweka na ile wanaita free will. Ile nisaidie kwa Kiswahili. Yani ile free will, yani ni kama uhiari, kuwa na uhiari wa kuchagua. Ndio maana namwambia hivi, kama ukila tunda hili utakufa. Usipokula utaishi. Kwa hiyo mwenyewe uchague uzima, uchague mauti. Kwa hiyo uhiari ule uliwapelekea kuingia katika hiyo dhambi. Ndio. Sasa Eva ni kama kioo pia, na ndiye anayetupeleka zaidi kuona mtazamo kwa upana zaidi kuhusiana na mada yetu hii kabambe, wajibu wa mwanamke kanisani. Wewe ulijifunza nini kutoka kwa Eva baada ya lile anguko mpaka sasa na kuamua kuwa mchungaji pia na kutangaza kazi ya Bwana? Ni kujifunza kwangu, mimi nilijifunza kwamba ile nguvu tulionayo, mwanamke ni kiumbe cha hatari sana na ni cha ajabu sana. Yaani kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu ambavyo, lakini yeye aliviweka kwa nia nzuri, kwa sababu mwanamke anapoamua kufanya jambo hata iweje lazima litafanyika tu. Na tukiangalia hata mifano mingi hapo, nikienda kwa Delila na Samson. Delila na Samson. Kwa nini walimtumia mwanamke kufanya vile? Kwa sababu ya ile nguvu ile nilikwambia, nguvu ya nini? Ya ushawishi. Kwa hiyo nilichojifunza mimi, na ninaitumia vizuri hii nguvu. Sitaki kujifunza mabaya. Kwa sababu haya maandiko tunaposoma, unatakiwa kuangalia yale mazuri uendelee nayo, lakini yale mabaya yaliyosababisha anguko na hasara kwa watu, inabidi yale uachane nayo. Kwa hiyo ile nguvu ya ushawishi na mimi ndo ninayoitumia sasa kueneza habari nzuri za Yesu. Hata hapa nilipo, hii nguvu nilionayo, ninaweza nikamweleza mwanamke mwenzangu ya kwamba tunatakiwa kufanya nini, wokovu ni nini, kanisani wajibu wetu ni nini. Hizo ndo nguvu ambazo natakiwa kwenda kwa ajili ya kufanya ile kusudi la Mungu aliloliachilia kwetu, ile nguvu ya ushawishi kwa ajili ya kufanya mapenzi yake. Sawa. Ndio. Aliloliachilia kwetu kwa ajili ya nguvu ya mapenzi yake, sawa. Lakini pia hapo bado kutokana na mjadala wetu mpana, mtazamaji na imani pia ana maswali mengi ya kujiuliza. Yesu alikuwa na mitume 12 na inaonesha nyuma kule alikuwa pia anaketi na wanawake kwa muda mrefu sana. Katika mitume 12, kwa nini hakuwemo mwanamke? Japo kuwa alikuwa anakaa nao kwa muda mrefu na kushirikiana katika mambo mengi. Je, hii nguvu, huu wajibu wa mwanamke kanisani katika mitume 12 wale haikuwa na nguvu sana, au hebu tueleweshe vizuri hapo. Unajua hilo swali, ndugu mtangazaji, ni swali ambalo wakati mwingine linawavuta wanawake kuwarudisha nyuma kwa habari ya utumishi. Kwamba anaposimama kumtumikia Mungu, mwanamume anamzuia kwamba hata hivyo kwenye Biblia mngekuwa mnaeleweka, ama mngekuwa mna kibali, mngekuwa mnapendwa, si mngekuwa na wenyewe miongoni mwa wale mitume, kwa nini hamjachaguliwa? Lakini tujue kwamba Bwana Yesu alizaliwa, alikuwa ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. Na tunaona alipita katika tumbo la mwanamke. Kwa hiyo alipita katika ukoo fulani ambao ni wanadamu. Na katika zile koo ama lile kabila kuna desturi na tamaduni ambazo ziko mpaka sasa hivi. Kuna watu wengine wana tamaduni zao. Kuna watu wengine wana desturi zao, jinsi ya kuongoza maisha. Sasa na kule nako ilikuwa vile vile. Wayahudi ilikuwa hawatambui thamani ya mwanamke kusimama public mbele za watu na kuhutubia. Ilikuwa ni makosa. Na ndio maana ukienda mbali, ukiendelea ukisoma maandiko, unamwona yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. Yaani ni kwamba alikwenda kinyume cha utaratibu. Kwenda kuligusa vazi la Yesu ni kinyume cha utaratibu. Na yule ilitakiwa apigwe mawe na kufa kabisa. Kwa sababu haikutakiwa, yeye ni najisi.
kama najisi anapenyaje mbele za watu. Kwa hiyo mwanamke alikuwa anaonekana ni kiumbe fulani hivi ambaye ameshushwa thamani. Lakini Bwana Yesu alikuja kwa ajili ya kupindua hivyo vitu. Na asingekuja kupindua moja kwa moja, na ndio maana alikuwa anakwenda kwa mambo yake kwa utaratibu. Na ushangae sasa, huyu mwanamke ambaye alikuwa anaonekana hana thamani, huyu mwanamke ndio alikuwa akimhudumia Yesu, kama ulivyosema alikuwa nao kwa ukaribu sana. Wao kila mahali alipokuwa anakwenda wapo. Wao ndio walikuwa wanafanya kazi pale, wanaandaa mazingira, kila kitu. Yaani walikuwa na Yesu bega kwa bega mpaka siku anakamatwa, anawekwa msalabani, anatolewa pale msalabani, anaenda kuzikwa ile siku ya 3. Wao ndio wamekuwa wa kwanza kufika pale kabrini kwa ajili ya kwenda kumpaka manemane, kufanya nini, unaona? Hizo zote ilikuwa ni kazi za utumishi, japo ulikuwa hauonekani kujionyesha kwa wazi. Lakini ukiangalia huku mbele sasa, tunaanza kuona mwanamke naye anachomoka baada ya Yesu kuondoka, na akaachilia sasa ile ahadi ya Roho Mtakatifu ilipokuja. Walipokuwa wakingoja siku ya Pentekoste katika ile nyumba, Roho Mtakatifu alipokuja kuwajaza wote kwa ajili ya habari ya kujazwa nguvu na kuendelea kumtumikia. Roho Mtakatifu aliwajaza wote, wanawake kwa wanaume. Na tunaona hata katika huduma hizo, anapokuja kumjaza mtu kwa habari ya kumtumikia, hachagui mwanamke, hachagui mwanaume. Alipoanza kuachilia vipawa, karama, hakuchagua mwanamke, hakuchagua mwanaume. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa kanisa lilipoanza kuundwa, ndipo hapo sasa mwanamke naye akaanza kuchomoza kwa habari ya kumtumikia Mungu. Sawa. Kuanzia hapo ndipo mwanamke alipoanza sasa kung'ara katika nafasi ya kumtumikia. Sasa tunaona mkiendelea kung'ara kabisa. Hapo uliposema kung'ara, je, kanisa kwa sasa lina msingi gani? Na kwa sababu si makanisa yote ama madhehebu yote ambayo yanampa mwanamke nafasi hii kupata wajibu kanisani. Je, makanisa kupuuza kwa wanawake kuwapa nafasi ya kushiriki kikamilifu katika huduma takatifu kanisani, hii inapelekea anguko kubwa? Maana pia tukichukulia mfano ulipozungumza kupitia mitume 12, ukasema kwamba ile pia inaweza kuwa ni mojawapo ya sababu ya watu wengi kufikiria kwamba mwanamke hana nguvu. Kwa sasa kanisa hili na makanisa haya sasa, je, vipi hili swala yanalichukuliaje yanapopuuza swala hili kumpa nafasi mwanamke? Yaani unajua haya mambo wakati mwingine makanisa ni mapokeo tu, na hizi dini hizi inakuwa tu ni lengo la wanadamu katika kumtafuta Mungu. Kwa hiyo kusanyiko fulani wanajiita kwa dini hii, wanachukua Biblia na dadavua maandiko. Sasa hapo ndio kwenye shida. Kuna kudadavua maandiko yale mkayachukulia kwa namna ambavyo wenyewe mnajua, na kundi hili pia hivyo hivyo. Lakini kusudi la Mungu kusoma maandiko yako wazi. Yako wazi kabisa. Ukisoma kitabu cha Yoeli hapa, tusome maandiko kidogo. Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28. Hata itakuwa, huu ulikuwa ni unabii wa siku hizi sasa. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni kwa kila mmoja kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya kazi ya Mungu. Sasa unapokuwa unazuia, ni kama vile unazuia utendaji wa Mungu ndani ya mtu. Unazuia kusudi la Mungu lisitendeke ndani ya mtu. Kila mtu alivyoumbwa hapa, unajua bwana, hizi roho hizi nafsi hazina jinsia. Hazina jinsia, na katika kujenga ufalme wa Mungu hakuna jinsia. Kwa hiyo unaposema sisi hii ni mili tu, wewe na mimi ni sawasawa kwa Mungu. Na ndivyo ilivyo. Kwa huduma, karama, yani ni sawasawa. Jinsi Mungu atakavyokutumia wewe kwa sehemu fulani, na mimi atanitumia kwa engo fulani. Wewe kinachotofautisha sasa mimi na wewe kwa hali ya ubinadamu ni kwa ajili ya kusudi la Mungu la kuzaa na kuongezeka tuijaze dunia. Hilo tu. Hivyo tu kwamba wewe una mbegu na mimi nina kibebeo. Tunapokutana mwanamke na mwanaume, basi tukutane kwa ajili ya kusudi la Mungu kujaza ulimwengu. Lakini tunapokuja kwa habari ya utumishi kwa habari ya Mungu, hii sasa inakwenda kwa habari ya kiroho kujenga ufalme wa Mungu. Tunapokemea pepo linamtii mwanamke na linamtii mwanaume, kwa sababu haliangalii jinsia, linaangalia ile nguvu ya Mungu iliyo ndani ya yule mtu, ile mamlaka ya Mungu iliyo ndani ya mtu. Kwa hiyo unapozuia utendaji wa Mungu kwa mwanamke, ni maana unazuia kazi ya Mungu isiendelee. Amen. Amen. Ndio hivyo. Na mtazamaji, tuko na mjadala mkali kabisa. Mjadala huu ni mzito na wenye maswali ya kugusa
Pia mtazamaji, unaweza ukashiriki kwa nambari ya simu ambayo unaitazama pale, kutuma ujumbe wako, au una swali lolote pia unaweza kutuma. Mchungaji na mtumishi wa Mungu hapa anaweza akakujibu kwa usahihi kabisa. Tuendelee, umetueleza vizuri kabisa, lakini pia mimi bado kuna swali ambalo huwa linanitatiza sana kwenye hii safari ya imani kuhusiana na wajibu wa mwanamke kanisani. Ili swala la kijinsia limekuwa na taswira pana sana, mwanamke kupewa nguvu. Ndio maana tunaona hata pia kuna siku ya wanawake duniani ya wanaume itambuliki. Swala hili la mwanamke kupewa nafasi kubwa zaidi na kutambulika duniani, je, hauoni kwamba linaleta chachu kidogo kanisa, kwenye makanisa? Pia katika uongozi wa kupewa, labda anaweza kapewa ushemasi au akawa mchungaji. Hiyo mimi naweza nikasema ni jambo zuri, kwa sababu hiyo inawaamsha watu, inawaamsha wanawake. Hasa wale ambao bado wamekandamizwa. Japo mimi sitasema kwa mfumo wa kibinadamu, maana tukianza kusema kwa haki sawa za kibinadamu zimepelekea sasa hivi watu wanaacha tena kufata kusudi la Mungu. Maana kusema kwa wanadamu huko, siku zote hata tunapoendelea kumtumikia Mungu kama wanawake, lakini bado tuna nafasi zetu katika familia, ujue. Amen. Na sio kwamba eti niwe mchungaji sasa nianze kumtawala mume wangu. Hapana. Mwanamke kuna nani zetu, kuna tabia zetu, yani kuna vitu ambavyo lazima tufuate. Unyenyekevu, hiyo inatakiwa iwe ni tabia ya mwanamke. Utulivu, ukarimu, upole, tunajifunza kwa wengine. Akina Abigaili, kama we ni mlinzi, uko tayari hata kuisevu nyumba yako, kumfichia aibu mume wako, vitu kama hivyo. Unaweza kawa na mtumishi wa Mungu mkubwa, lakini bado kwenye swala la kumtunza mume wako, kwa sababu tuliambiwa sisi tuko chini ya waume zetu. Ndivyo maandiko yalivyo. Lakini sasa mimi nikija kwa upande huku wa kanisani, kwa habari ya kumtumikia Mungu, hii siku ya wanawake, kama ni kuisemea, mimi nikisemea kwa habari ya kanisani, ituamshe wanawake kumtumikia Mungu. Simama katika nafasi yako, katika ule wito ambao Mungu amekuitia. Ukijua kabisa mimi ni mwanamke, lakini yako majukumu ambayo natakiwa niyafanye katika kazi ya Mungu. Kama ni mchungaji, umeitwa kuwa mchungaji, nenda kafanye kazi ya Mungu. Kama ni muombaji, omba sana. Kama ni mtoaji, toa. Kama unakuwa nafasi ile ya kuhudumia, kama kina Martha waliokuwa wakihudumia watumishi wa Mungu, fanya kwa bidii kabisa, kwa sababu inatakiwa hivyo. Sawa. Kanisani tunaona kuna vipawa. Tunasema kuna kalama pamoja na vipawa mbalimbali. Ukitofautisha kati ya kalama na kazi za ofisi za kanisani, kuna utofauti gani hapo? Karama na kazi za ofisi. Niseme labda karama na huduma hivi. Kalama na huduma. Ya karama ni sawa na kipaji. Wengine nasema yana kipawa, kipaji, yana kipaji cha uimbaji, kucheza mpira, cha uigizaji. Na kuna wengine naona wanaigiza. Unajua hata uigizaji huku kwenye Biblia huku kanisani watu wanaigiza kufikisha ujumbe. Nilikuwa mimi wakati nikiwa mdogo tunaangalia ile sinema Mkanda wa Mateso ya Yesu, jinsi anavyozaliwa. Unajua nilikuwa nafikiria ni real story. Naimuona pale, na ndio maana wengi sana wanachukua ile mapicha. Kumbe wapo watu wengi. Wanayabandika ndani kwa sura. Kumbe yeye ni mwanadamu tu bwana. Lakini watu mpaka leo hiyo wanasujudia yale mapicha. Na wengine mpaka wameshaweka ukutani. Na ile pia imeasili pia hata pia. Imeathiri, lakini wale walikuwa wanajaribu kufikisha habari. Na kwa kweli ilitujengea taswira kwamba Bwana Yesu aliteswa hivi. Kumbe alizaliwa katika mazingira haya. Kumbe alifanya hivi, unaona? Ile ilikuwa ni namna ya kufikisha ujumbe. Maana hata hiyo pia ni kipaji na ni sawa. Bwana Yesu pia alikuwa anafundisha kwa kutumia mifano. Mpanzi alipanda hivi, alifanya hivi. Hiyo yote ni kufikisha ujumbe. Kwa hiyo hivyo ni vipawa, hizo ni karama mtu anaweza akawa nazo. Karama ya uimbaji, lakini pia kuna huduma ya uchungaji nilionayo, uinjilisti, unabii, ualimu, utume, huduma hizo. Kwa hiyo zote zinafanya kazi nyumbani mwa Mungu. Kipawa kinaweza kisifanye kazi nyumbani mwa Mungu kwa sababu ni kipawa ambacho Mungu anampa yeyote. Unaona? Kipawa hicho, mtu anaweza akawa ni mwimbaji lakini akaimba bongo flava kwa nyimbo za kidunia na mambo mengine. Anaweza akaimba hata nyimbo za asili za kutukuza mizimu. Ni kipawa alichonacho. Kwa hiyo unapotumia kipawa chako kwa ajili ya kumtukuza Mungu huku, inakuwa ni vizuri. Sawa. Ni mafunzo gani muhimu wanawake wa kizazi hiki wanapaswa kuiga kutoka kwa
wanawake ambao wapo kwenye Biblia na wamekuwa mifano, na ukitupa mifano kabisa hata pia kupitia maandiko, ambapo kizazi hiki na wanawake wa sasa wanaweza kupitia mifano hiyo? Mimi nipende tu kuwaambia mifano iko mingi tu, na wanawake wa sasa hivi haya mambo tunayaona, dunia inakuja kasi sana kwa ajili ya kuamsha nia ya wanawake kwamba wanawake tupambane, wanawake mjitambue, wanawake changamkeni fursa mbalimbali za uongozi. Hiyo iko vizuri, lakini sasa baadhi ya wanawake, na ninaona kama vile inakuwa ni shetani sasa anataka kuliingiza hilo kwa ubaya ili wanawake wasijitambue wao ni akina nani. Lakini kama mwanamke unayejitambua na ni mcha Mungu na umeokoka ama unasali, ni Mkristo, inatakiwa uige. Sisi tunalofanya yote, lengo letu, kusudi letu, dira yetu iwe ni katika maandiko. Kwa maana nimesema wanawake wa kwenye Biblia. Hii ndio dira yetu. Tukimuona aliyeshindwa tusimfuate aliyeshindwa. Nafikiri tunaona madhara ya aliyeshindwa yalikuwaje. Ukiangalia kina kipindi kile cha Esther, mke wa Ahasuero yule, alikuwa ni kiburi tu ndio kilisababisha akaondolewa hata kwenye nyumba ya mfalme. Tunaona ndo baadaye akatafutwa nani? Esther kukuli kava ile nafasi. Na pia kuna Deborah, Hana. Hao wakina Deborah walikuwa ni majasiri. Walikuwa na wapiganaji wa vita mstari wa mbele. Kwa hiyo mwanamke wa sasa hivi unaweza kusema nitasimama kupigana vita kwa ajili ya familia yangu. Lazima familia yangu itoke hapa. Mimi niko na semina sehemu fulani kanisani kwetu kwa bishop wangu hapo Igoma. Tuko na semina ya urejesho. Na tulikuwa na maombi Ijumaa jana juzi ile. Ni semina ya urejesho, lakini ilikuwa ni kupigana vita ya kiroho ili kukomboa vile ambavyo adui alikuwa amevikamata. Kwa sehemu kubwa kabisa wanawake ndio wahudhuriaji wa hiyo semina, na tulikuwa tunapambana. Lengo ni nini? Huyu mwanamke ana majukumu makubwa. Mwanamke ukilala familia imelala. Mwanamke ukiwa mzembe kila kitu kinaharibika. Usipokuwa makini mume wako atachukuliwa. Usipokuwa makini watoto wako hawataeleweka, kwa sababu wewe ndio umepewa kazi mlinzi. Mwanamke huyo ndio mwalimu. Wewe ndio unamfundisha mtoto. Wewe ndio unaweza kuvumbua kipaji cha mwanao. Wewe ndio unaweza kufumbua tabia za mwanao ziko vipi. Yaani kila kitu mwanamke. Wewe ndio hakikisha watoto wako wanalelewa katika maadili gani, ulinzi. Mwanangu hapa usiende, hapa usiende, unamwekea mipaka. Ni wewe mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ukilala mambo mengine afanya nini? Yanalala. Ukiangalia Abigaili pale ambapo mwanamume wake Nabali alikuwa mjinga, maana Biblia inasema yani yeye alikuwa ni mjinga sawa na jina lake lilivyo. Lakini mwanamke Abigaili alisimama kutetea nani? Mume wake asidhurike, mabaya asiingie kwake. Unaona sasa mwanamke ukiwa legelege tu, unasema mume wangu anatoka nje ya ndoa, upo tu, unaona kawaida. Wewe umechukua hatua gani? Kama ametoka nje ya ndoa, basi kuna nguvu ya kipepo imemwingia. Kama si kumwingia yeye, basi kuna mtu amemfanyizia ili kusudi atoke nje ya ndoa. Sasa wewe usipolitambua hilo, ukaanza kuomba na wewe ukaingia tu na wewe kutaka kushindana kibinadamu, mambo hayataenda. Kwa hiyo kama muombaji, muombee mume wako, ombea watoto wako, ombea familia yako, ombea kanisa la Mungu. Tufuate nini? Misingi ya maandiko yanasemaje? Kuwa mtulivu. Wanawake kwenye Biblia hawakuwa ni watu ambao ni mapepe. Waliokuwa hivyo tunawaona walikuwa si watu wazuri, na mwisho wao ulikuwa ni mbaya. Wengi sana unawaona aliyekuwa tasa alimwishia Mungu, Mungu akampa mtoto. Aliyekuwa hana kitu aliomba kwa bidii, Mungu akafanya. Yaani ni wanawake ambao ni wanyenyekevu. Mwanamke wa Biblia ni mnyenyekevu. Mwanamke wa Biblia ni mtii. Anampenda Mungu na anapenda jamii yake. Sawa. Kuna msemo maarufu sana ambao umekuwa watu wengi wakiutumia katika nyanja tofauti tofauti. Unasema kwenye mafanikio ya familia au ya baba, lazima nyuma kuwe na mwanamke. Lazima ahusike. Hapo mimi nikawa na swali, je, umewahi kushuhudia mwanamke ambaye amebarikiwa kupitia huduma hii ya kiroho? Sawa kabisa. Kabla sijajijibu niseme palipo na mafanikio ya mwanaume, mwanamke yuko nyuma. Na palipo na anguko la mwanaume, na mwanamke pia. Hiyo ipo tu. Adamu anguko lake lilisababishwa na nani?
na mwana Samsoni pia. Samsoni anguko lake lilisababishwa na nani? Na huyo. Lakini pia kuna wale ambao nimestolea mfano hata hapo Abigaili alivyomsaidia mume wake. Lakini sio hivyo tu, akina Hana hao waliomba wakapata watoto, walikuwa watu kama hao, unaona. Kwa hiyo popote na kweli unavyosema, ndio maana nimekwambia hivi, nguvu ya mwanamke ukiitumia vizuri utajenga. Na ukiitumia vibaya utabomoa. Sasa hiyo umesema kwamba mfano ama kielelezo. Mfano umewahi kushuhudia mwanamke mwenye mafanikio. Wa kwanza wao ni mimi. Kabla sijasema kwa wengine, japo kwa wengine wapo. Mimi ni mfano mzuri kwa sababu namtumikia Mungu na ni mwanamke. Na haikuwa rahisi kufika katika nafasi hii nilionayo ama kwa kiwango hiki nilichonacho sasa hivi. Haikuwa rahisi hata kidogo. Hata kidogo. Ni baraka gani ambazo umezishuhudia kupitia kazi huduma ambayo unaitoa? Baraka nazozishuhudia hasa ni ile amani ya moyo ya kuona kumbe nimekuja duniani na natimiza kusudi la Mungu. Yaani hiyo ni baraka tosha kwangu. Hata nisipoyaona kwa sasa hivi kwa macho mengine hayo, lakini ile tu kujua kusudi la mimi kuishi duniani, yaani hiyo imekuwa ni baraka kubwa sana kwangu na ninalitumikia kusudi la Mungu. Lakini pia Mungu anasema anayemtumikia na mheshimu. Nisiseme kwamba sijaziona baraka za kimwili. Baraka za kimwili naziona. Yeye alisema kwanza mtafute ufalme wa Mungu kwanza na mengine atakuzidishia. Ninaona akinifanyia. Ndio afya, uzima, ninakula, ninavaa. Kwa hiyo watoto wangu wanakula, tunaendelea vizuri na familia yangu. Hizo ni baraka ambazo ni nyongeza sasa. Mimi ni baraka. Kuna wanawake ambao wanakutazama kwa sasa, huenda na wenyewe pia wana shauku kubwa ya kumtazama mchungaji na mwimbaji Neema Elia amefanikiwa kwa kiasi gani hadi kufika hapo. Je, yeye pia na sisi anaweza akatuambia ni hatua zipi ambazo tunaweza tukazitumia na sisi kuwa mojawapo ya wajibu ya wanawake kufanya majukumu yetu kanisani, kuepukana na misemo mbalimbali ambayo inakuwa inatembea kuwarudisha nyuma, ambayo wewe pia imekutia moyo na kukupa hamasa hadi hapa ulipo? Mimi nipende kuambia kwamba kazi ya Mungu sio rahisi. Ndio. Kwa sababu inapingwa sana na shetani na vita ni kali. Na huwezi ukamwona shetani hivi, shetani hutumia watu. Na hivi ukiona mtu anakukatisha tamaa unamuona ni mtu. Kwa hiyo kisha muona ni mtu utaanza kupambana na mtu. Lakini jua kabisa kwamba hiki nilicho nacho ni kizuri. Hiki nilicho nacho kimetoka kwa Mungu. Sasa ukishajigundua hivyo kama magotini. Ndio. Magotini, siri ya kufika mahala ukashinda na ukaendelea kutembea katika ndani ya lile kusudi. Ni kuwa mwombaji. Omba, mtafute uso wa Mungu, soma Biblia. Kwa mfano mimi hapa ninakwambia kwamba wananitia moyo hawa ambao wako kwenye Biblia. Na maana kwamba ninasoma maandiko. Kwa hiyo nagundua hapa nifanye vipi, nipiteje, hapa nifanye vipi. Lakini pia ninajifunza kwa walionitangulia. Siwezi kusema kila kitu najua. Kuna walionitangulia. Kuna Gertrude Wakatale, wa mama wazuri marehemu huyu mama. Kuna Joyce Meyer, huyu ni mama yuko Marekani. Kuna watumishi wengine mbalimbali ambao wamesimama katika nafasi zao. Kuna viongozi mbalimbali. Yaani naanza kujifunza huyu amefikaje, amefanya nini, huku nikiendelea kumtafuta Mungu kwa bidii. Ndio. Huku naendelea kuwa mnyenyekevu. Kitu cha msingi ni kukubali kufundishika, kukubali kujifunza. Sio kwamba kila kitu najua ama naenda kumtumikia Mungu kwa mihemko tu. Kwa sababu nimemuona dada fulani na yeye ni mchungaji na mimi ngoja niwe mchungaji. Hautafika mbali. Cha msingi unakuta maisha yamekuchapa. Ukaitumia huduma ya Mungu kama chanzo cha kujipatia kipato. Usifanye hivyo kwa sababu hautafika mbali na utakuwa unaenda nje ya kusudi. Na mwisho wa siku unasema yeye Mungu wangu, anasema nilitoa pepo kwa jina lako, na nani alikutuma? Hiyo nafasi nani alikutuma kuwepo hapo? Lakini ukilijua kusudi la Mungu na ukalitumikia kusudi la Mungu, yani najisikia raha kabisa. Na ndio maana nimekuambia hata mimi nimepigana katika vita nyingi sana juu ya utumishi. Lakini nilipogundua kwamba hapa ndipo Mungu aliponiitia. Yaani Mungu anakupa nguvu ya kushinda tu. Kwa hiyo hata yanapokuja na kupiga na kufanya nini, sibabaishi kwa sababu misingi yangu imejengwa, imesimikwa ndani ya lile kusudi. Kwa hiyo Mungu haruhusu kabisa. Ndiyo ameweza kwangu. Lakini hapo umejieleza vizuri. Na kingine ambacho kwa mtazamaji ambaye
anatutazama kwa sasa, maana baadaye tutapitia maswali yetu sasa kulingana na mjadala ambao tulionao siku hii ya leo. Mwanamke ana nafasi ya kuweka mikono au kuwawekea mikono watumishi wa Mungu, mfano wazee wa kanisa, mashemasi. Je, hiyo nafasi ipo? Maana kwangu mimi ni ngumu sana. Huyu mwanamke akiwa kama nani? Mwanamke kanisani tu yeyote anaweka? Kanisani kama akipewa uongozi tu, mwana wajibu wa mwanamke kanisani. Leo mwanamke, wewe ni mchungaji. Je, una nafasi nawe pia ya kuwawekea mikono watumishi wengine kufanya kazi ya Mungu, au hiyo inatoka kwa wanaume tu ambao wamepewa nafasi? Mungu aliyeniita kuwa mchungaji ameniamini. Na ndio maana nimekwambia niko pale nikiwa mchungaji. Kwa hiyo kuna watu wako pale mbele yangu au wako chini yangu. Kwa hiyo wale watu Mungu amenipa nitumike pamoja na wao. Sasa kama nitatumika pamoja na wao, yale mafuta alionipa mimi, kwa hiyo atanisababisha ili na kwa wengine pia, ili kusudi kuwepo na muunganiko ule wa kiroho. Katika ulimwengu wa roho tunakuwa cycle, tunakuwa wote, kwa sababu Bwana mimi ameniita pale. Kila anayekuja pale amekusudiwa na Mungu tuweko pale kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Ndio. Kwa hiyo ninaweza nikamchagua mzee wa kanisa, ninaweza nikamchagua kiongozi wa wamama, simamia grupu hili, wewe idara ya vijana, wewe uwe shemasi wa kanisa, wewe sijui idara ya hii, kwa sababu mimi kwa wakati huo ndio mwangalizi wa wale watu. Ndio maana nimekuwa nikitazama pia wachungaji wengi ambao si wana wa kike, ndio kwa asilimia kubwa wamekuwa akiwawekea mikono mtumishi wa Mungu, kwamba wewe ni shemasi, leo nimekuwekea mikono, nenda kafanye kazi ya Bwana. Lakini kwa upande wa wanawake imekuwa ni mara chache sana, na huenda kwangu mimi sijawahi kuiona hiyo. Imekuwa mara chache kwa sababu unajua ni kama hii wanawake kuwa wachungaji kwa kasi sana imeanza ni miaka ya hivi karibuni. Na ndio maana nasema hujaona. Na huko nyuma silikuwa tunabanana na ule mfumo wa mwanamke hataki kusimama, hataki kuwa mchungaji. Sasa ndio maana nakwambia, lakini kadri tunavyoendelea mambo yanazidi kuwekwa wazi na Mungu anazidi kujidhihirisha. Basi wataona ni kawaida tu kwamba mwanamke na yeye kwa sababu ana mafuta ya kimungu anaweza akafanya hivyo vitu na mambo yakaendelea. Lakini pia ni mtu mwenyewe ama mapokeo ya kanisa fulani na imani fulani vile alivyojiwekea utaratibu. Hiyo siwezi kuingilia. Kwa hiyo kama kuna kanisa wanataka wafanye hivi, wao mwanamke afanye hivi, au labda miko yake mpaka hapa na wanajisikia amani, kila mtu ataendelea tu kwa namna ambavyo yuko sahihi, anaona yuko sahihi kwake. Mimi ningependa sasa kulingana na mjadala wetu utupatie mafungu baadhi ama vifungu vya Biblia ambavyo pia vitamsaidia mtazamaji ili kuweza kunufaika zaidi, ukitazama kwa kizazi hiki ambacho ni kizazi cha teknolojia, cha mitandao. Muda mwingi watu wako wanapeluzi sana kupitia mitandao, ili tuweze kupata nguvu zaidi ya mwanamke ama wajibu wa mwanamke kanisani kutumika hata pia kupitia mitandao ya kijamii. Kwa kuwatia moyo hawa wanawake, hebu waangalie tu enzi za Yesu alipokuwepo hapa duniani, jinsi alivyotembea na wanawake. Unaweza ukakuta kwenye Luka ile 8 mstari wa 2, maandiko ni mengi. Pale inaonyesha jinsi ambavyo Yesu alikuwa na wale wanawake na alikuwa na waheshimu na anahesabu ni watumishi. Na ile siku ya Pentekoste ile unaangalia Matendo sura ya 1 mstari wa 14, lakini pia Matendo sura ya 2 na mstari wa 4, Yoeli pale 2 na mstari wa 28 hadi 30. Yako maandiko pale unaweza kaona jinsi gani ambavyo alivyokuja Roho Mtakatifu hakuchagua. Kwa hiyo hata wewe pia una nafasi ya kutumika. Na Yeremia 9:17 inasema kwamba wako wapi wanawake waombolezaji. Kwa hiyo wewe unatakiwa uje katika hiyo nafasi. Ndani ya kanisa pana kuhitaji kama mwanamke muombaji. Lakini pia tukiona mwanamke kama mlinzi. Kwa hiyo Mithali ile 14 mstari wa 1 inatukumbusha kwamba mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo kumbe mwanamke mwenye busara basi anaijenga. Mambo yanapokuwa yameharibika, ujue umeshakuwa mpumbavu tayari kwa sababu umeruhusu yaharibike. Lakini mambo yatakapokuwa yanakwenda vizuri, wewe ni mwenye busara. Kwa hiyo kuna ile Mithali 31 yameandikwa mambo mengi pale wajibu wa mwanamke.
Yako mengi, anaamka asubuhi anafanya nini kwa habari ya Mungu, kwa habari gani, yako mengi pale. Yeremia nimesema, Luka 23:27, maandiko ni mengi. Kwa hiyo ni hivyo tu watumishi wa Mungu. Sawa. Na mtazamaji, kwa sasa ngoja tutazame jumbe zenu ambazo pia ametuma, na kuna wengine mchungaji, kuna wengine wametuma maswali yao. Kuna mmoja huyu anasema, anaitwa Peter Siaya, niko Masasi, naomba mchungaji anifafanulia andiko wa Korintho wa kwanza 11 na ule mstari wa 5. Korintho wa kwanza. Korintho wa kwanza 11. Mstari wa 5. Basi kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa yuaibisha kichwa chake. Kwa maana ni sawasawa na yule mtu aliyenyolewa. Unajua haya mambo ukianza kuangalia kwa tafsiri ya Biblia, kile kitabu cha Efeso, bila shaka ni kwamba mwanamke, kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Sasa ukisema ukifunike kichwa, ina maana kwamba hautakiwi, yani kwa maana nyingine ni kwamba hautakiwi kuyafunua wazi mambo ya mume wako, kama nilivyosema. Kuna kumtunzia mambo mengine, kuna kumfichia siri, kuna kufanya nini, yani unafunika vile vitu ambavyo ni vya kifamilia au mume wako unamstahi kwa hivyo. Lakini sasa kwa maana nyingine hapa ya mwanamume asalipo na asihutubu, haya mambo ni Mtume Paulo, na tunaona kabisa ni Mtume Paulo. Nimekwambia historia inasema kwamba nyakati zile kwa mwanamke, kwa sababu alikuwa anatawaliwa na ile mifumo, na wakati ule Wayahudi pia walikuwa katika ule mfumo dume. Ndio maana nikwambia kuna wakati mwingine hata hawa wanawake walikuwa hata hawahesabiki katika makusanyiko yoyote. Maandiko yanaweka wazi kwamba Yesu aliwalisha watu 5,000. Hiyo ni hesabu ya wanawake tu. Mwanamke alikuwa hahesabiki wala mtoto, unaona? Kwa hiyo tunaona ulikuwepo na mfumo dume, na wakati mwingine ukisoma maandiko hapa unaona kabisa hapa Paulo anazuia wanawake wasihutubu na wala hawaruhusiwi kusimama. Unaona? Kwa sababu ya nini? Ya zile desturi, ya zile mila za kipindi hicho wakati wa Wayahudi. Wayahudi walivyokuwa. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo maandiko, yani tuseme ule uhuru wa Yesu kuja kuwatambulisha wanawake kama na wao ni watumishi wa Mungu, wanawake waliupokea vibaya. Walipoanza kuupokea vibaya, sasa wakaona mbona sasa inakuwa kinyume na utaratibu, mbona sasa sio kama misingi ile ya neno la Mungu, mbona sasa sio kama ambavyo tunatakiwa kuwa. Bwana Yesu hajasema hivyo. Sasa wanawake wamevuka nini? Mipaka. Ndio maana hata nimekwambia leo ya kwamba hata tunapoendelea kumtumikia Mungu, lakini lazima tuwe chini ya, turudi kwamba sisi lazima tunyenyekee, tuwe chini, tuwe watii, tujue nafasi zetu ni akina nani. Ndio maana hata Petro akamwambia sasa, Paulo anaambia kama ndio hivi sasa kanisa la Mungu. Ndio maana wakati mwingine anaandika amesema kwamba kanisani sasa kuwepo na utaratibu, maana Mungu wetu si Mungu wa machafuko. Yaani ile neema ya wokovu, ile neema ya Yesu Kristo, ile neema ya kwamba hii huduma ama Roho Mtakatifu ni kwa wote, sasa wakawa wanaanza kuitumia nini? Vibaya. Na tunajua mwanadamu wakati mwingine bila sheria haendi. Yakawepo hayo mambo, lakini si kwa kusudi hili ambalo eti kwamba sasa hivi watu wanafunika vichwa, wanafanya nini. Hili lilikuwa linaambiwa kanisa hilo wakati huo, kanisa la Wakorinto. Sawa. Na kuna swali jingine pia, mtumishi mmoja hapa alikuwa anauliza, anasema mwanamke ana nafasi ya kuwa mchungaji na pia kutoa mibaraka ya upako, kwa sababu tumeona wachungaji wengi wamekuwa wakitumia mafuta ya upako na kutumia vitambaa, maana kila mtu anaamini katika dini yake binafsi. Hili kwako limekaaje? Kuweka kuachilia upako. Kuachilia upako, lakini pia mwanamke ana nafasi ya kuwa mchungaji? Ndio alivyouliza. Ndio maana niko hapa nimejitambulisha kwamba mimi ni mchungaji. Mwanamke anaweza akawa mchungaji.
anakuwa mchungaji. Na mfano halisi ni mimi na wale mnawaona na mnaowasikia ambao tayari ni wachungaji wanawake. Kwa sababu nimeshasema hapo nyuma ya kwamba iliachiliwa kwa wote, haikuchagua jinsia yoyote. Huo upako, hivyo huduma, hizo karama ziliachiliwa kwa wote kuifanya kazi ya Mungu. Amen. Na mimi Ndiyo. kama nimepewa nafasi ya kuwa mchungaji, Ndiyo. kwa hiyo ninafanya kazi katika ofisi ya Mungu. Ndiyo. Na Mungu ameniamini na ataleta watu ili niwahudumie. Kwa hiyo nina uwezo wa kuachilia. Ndiyo. Na hapa ninaombea mgonjwa anapona, ninakemea pepo linatoka, watu waliofungwa wanafunguliwa, watu wanapokea miujiza kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atanitumia na kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu amekusudia kuhudumia watu wake. Kwa hiyo inawezekana kuachilia baraka. Sasa kwa habari ya mafuta, vitambaa, hiyo ni namna ambavyo Mungu mwenyewe anatenda kazi ndani ya mtu. Amen, amen, amen. Huyu pamoja anasema kwamba mchungaji Neema, asante sana. Hubiri Injili mchungaji, ni mimi mchungaji Tadayo Noah. Anasema Mungu akubariki sana kutoka kule Dodoma. Lakini pia huyu anasema mtangazaji, hebu tuelekeze sana tusome katika kitabu na ile sura ya kwanza hadi ya pili mstari wa 8 katika kitabu cha Timotheo. Timotheo. Ndio. Timotheo sura ile ya kwanza. Hiyo Timotheo ngapi? Sura ya kwanza na waraka wa kwanza. Yeah. Na mstari Timotheo wa kwanza hadi 2 mstari wa 8. Mstari wa 8. Hiyo ni Timotheo wa pili ama sijaelewa? Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Okay. Basi nataka wanaume walishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema iwapasayo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Hii mbona iko wazi tu? Ndiyo. Hii iko wazi tu kwamba mwanamke wajipambe kwa mavazi ya kujistiri na adabu. Ndiyo. Unajua unapokuwa kanisani ama mtu aliyeokoka, nikasema au mwanamke wa Biblia, kujipamba hakujazuiliwa, ila kuna kujipamba kwa kiasi. Ndiyo. Lakini lengo kubwa kukilinda kile kitu cha rohoni. Ndiyo. Anasema hivi, kujipamba kwetu siwe kwa kusuka nywele wala sijui kwa mapambo ya dhahabu wala sijui nguo za thamani, bali kwa matendo mema. Ndiyo. Sasa ukiwa na matendo mema na huku umejipamba vizuri, hicho ndicho kitu cha msingi. Kwa sababu haya habari ya mavazi na nini, kuna watu unajua, siwezi kuingilia imani za watu sana. Siwezi kuingilia, nimekwambia. Unajua hizi dini ni kila kikundi ama watu walikaa kusanyiko wakaangalia Biblia, wakaisoma na kuitafsiri na wanafuata ile misingi jinsi ilivyo. It's okay kwa Mungu, sawa, na anawatazama hivyo. Na si kwamba huyu anayejipamba ni mdhambi mbele za Mungu au yule asiyejipamba ni mdhambi mbele za Mungu. Kwa namna ambavyo amelipokea hilo. Je, unavunja agano la Mungu, unavunja agizo la Mungu, unakwenda kinyume na Mungu? Huyu yeye atakujibu kwamba mimi ninajipamba kwa matendo mema. Mimi ni mcha Mungu, mimi ni mkarimu, situkani watu, mimi sio mhuni. Yaani ile miko yote sizini, kama zile amri 10 anafuata, na huku akiwa amejipamba. Kwa Mungu ni sawa. Maana anakuambia heri wenye moyo safi, maana hao ndio watamuona Mungu. Kwa hiyo hajasema heri ambao hawajasuka, hawajafanya nini watamuona Mungu. No. Kwa hiyo ule usafi wa roho kwanza. Mtu aliye msafi wa roho, hata asipokuwa msafi wa mwili, kwa Mungu anakubalika. Anakubalika. Yeah. Na mtazamaji, kwa yule ambaye unatuma jumbe zako na imani kabisa, kwa yule ambaye tumeshazisoma unaendelea kubarikiwa zaidi. Lakini moja wapo ya jumbe ya maswali lililotumwa hapa, huyu anasema mimi naitwa Godwin, niko Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke je, anaweza kuwa askofu ama kupanda madhabahuni? Kwa sababu tayari tumeshaona kuna maaskofu wengi katika makanisa mbalimbali na wote asilimia kubwa ni jinsia hii ya kiume. Je, mwanamke pia anaweza kuwa askofu na kusimama katika mimbari na kutangaza neno la Bwana?
Kwa habari ya huduma, kama nilivyosema, Mungu hakuchagua jamani. Ndio. Hajaweka mipaka. Kwamba mimi hapa nimewaita hawa watakuwa wachungaji tu. Ndio. Wanaume hawa watakuwa manabii tu. Hawa watakuwa watu gani tu? Hapana, kwa mujibu wa maandiko. Kama basi kuna, unajua haya mambo ya askofu ni vyeo tu, ni vyeo tu. Lakini maandiko yanadili na huduma. Huduma. Unajua hizi vyeo ni kumtambulisha mtu. Lakini huduma, mimi nadili na huduma, kile ambacho Mungu amekupa kukitumikia. Askofu ni yule anakuwa mwangalizi, mwangalizi wa kazi hii, makanisa haya hivyo. Kwa hiyo kama umepointiwa kuwa askofu, kuwa mwangalizi labda wa makanisa fulani mkoa wa Mwanza, ni sawa, lakini huku ndani pia una utumishi wako. Kwa huduma ile ambayo inakuwa specific, huduma ambayo inakuwa ile kama wewe ni umetambulishwa kwa utume, umetambulishwa kwa unabii, umetambulishwa kwa uchungaji, hivyo. Lakini habari ya askofu, mimi hapa askofu wangu mkuu akipendezwa ni askofu sehemu, nakuwa. Kwa sababu hiyo ni kuwa mwangalizi, lakini bado niko mchungaji, nafanya kazi katika ile huduma ya Mungu alionipa, aliyokupatia. Sawa, lakini pia kuna mmoja anasema kwamba Nahashi ya Tom anasema mwenda pole wa Kalela Kigoma, tuko pamoja sana. Asante. Lakini huyo anasema kwamba naomba arudie hilo andiko, nipate wapi wanawake waombolezaji. Naona huyu ameomba andiko, lakini pia huyu tayari na wanawake waombolezaji ni Yeremia 9:17. Ndio. Kitabu cha Yeremia sura ya 9 na mstari wa 17. Ndio. Amen. Sawa. Na imani pia mtazamaji ambaye umeuliza swali hilo tayari mama mchungaji ameshakupatia kitu hapo. Lakini huyu si mwingine pia anasema kwamba mtumishi wa Bwana, mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa ujumbe mzuri. Swali langu kwa mtumishi ni kwa nini mtume Paulo alikataa kumpa mwanamke nafasi ya kumfunikisha? Naona hapa ameandika ujumbe wake hujakaa vizuri. Ni kwa nini mtume Paulo hakumpa mwanamke nafasi ya kufundisha? Hilo swali nimelijibu. Tayari umeshalijibu. Ndio. Na huyu mwingine anasema sawa. Na mtazamaji, endelea kutuma jumbe zako, na hizo ni moja kati ya jumbe ambazo tumezisoma huku kipindi chetu kikielekea ukingoni kabisa, tukiwa na maswali baadhi katika mjadala huu mzito kabisa kwa wale watazamaji ambao wanatutazama, maana kila mmoja amekuwa na maswali yake ya hapa na pale. Tukirudi hapo mchungaji, siku ile ambayo umeamua sasa wewe, maana wapo wengi kwa sasa mabinti na wanawake wengi ambao wamekuwa wakijiuliza, ninapohitaji kuwa mchungaji ninakanyaga wapi? Na nitafikaje? Na huenda familia ambayo anaishi baba pia au amekuwa ni chachu ama chanzo cha yeye pia kumkatisha tamaa. Kuna kufika kule ambako anahitaji. Maana tumeshaona kuna wainjilisti wengi sana, lakini wachungaji ni wachache. Sawa. Kwa habari ya huu wito kama wa kwangu kwa mchungaji, unajua huduma yoyote huwa ni process. Kwamba unaokoka, baada ya kuwa umeokoka, kuna kuketi na kupokea yale mafundisho. Baada ya kuwa umefundishwa, sasa unaendelea. Sasa inakuwa ni mtu binafsi kumtafuta Mungu kwa bidii, huku akiendelea kufundishwa ama kulelewa chini ya mchungaji husika ambaye anakuepo naye kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi kama mimi nililelewa bahati nzuri mimi nimezaliwa katika familia ya kichungaji. Wazazi wangu, babangu mimi ni askofu. Lakini hiyo haikufanya tu eti kwamba nibweteke kwamba ni mtoto wa askofu, mtoto wa mchungaji. Baada ya kujitambua sasa mimi kama mimi kwamba sasa nimeokoka. Unajua kuna ile wokovu wa kufuatisha kwamba nimezaliwa kwenye familia hiyo anamjua Mungu basi unaenda. Mimi ilifika hatua nilivyojitambua, niliongozwa sala ya toba. Kwa hiyo nakumbuka nilikuwa kama darasa la 7 hivi ya 6. Nikaulizwa, tena nilipewa wazee wa kanisa kwamba yani mumwambie, mumshuhudie sasa. Yani ile mnamshuhudia kama mpagani. Sawa ninaimba kanisani, ninafanya nini, naenda kanisani. Lakini sasa
unaulizwa, je, unamkubali kuwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio. Nikasema ndio. Nikaongozwa sala ya toba. Nilipomaliza kuongozwa sala ya toba, nikaendelea katika mafundisho ya ubatizo. Baada ya pale nikabatizwa. Unaona? Kwa hiyo nikaanza sasa. Sasa nilivyoendelea kukua, ile kiu ya kumtumikia Mungu sasa binafsi. Ndiyo. Ile sio ya kufuatisha sasa wazazi. Tayari niko na maisha yangu mwenyewe, nimeshatoka kwa wazazi, niko na familia yangu, namtafuta Mungu mwenyewe. Naanza maombi, kuomba, nikajikuta naanza vitu vinaanza kufanya nini? Mimi nilianza kwanza na kiu sana ya kuwa muombaji. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa kuomba sana, mtu wa magotini. Nafikiri kanisa la AGCI Kitangili watakuwa ni mashahidi, kwa sababu nilikuwa ni mtu wa kumtafuta Mungu, vikundi vya maombi, nilikuwa ni mwimbaji na nilikuwa namuona katika viwango vikubwa. Sasa ile naendelea na sikuwa nataka kazi ya uchungaji. In short, sikuwa nataka kwa sababu ya mapito ya wazazi wangu waliopita. Sikupenda kabisa. Yaani ilikuwa uchungaji. Yani na nini ambacho kilikufanya usipende kuwa mchungaji? Yani na ukitazama na imani ulizaliwa katika familia ambayo inamjua Mungu. Sikupenda kabisa kwa sababu nimeshuhudia wazazi wangu wakipita katika mapito magumu. Hata uchungaji wa sasa hivi mtu anakimbia kujipeleka kuwa mchungaji ili apate sadaka. Sio uchungaji wa enzi za wazazi wangu mimi na wale waliokuepo. Enzi hizo ilikuwa ni wito, unaacha kila kitu unaenda kutumika, mnaishi maisha ya shida, hajali kwamba familia inakuaje wala nini. Yeye anajali wito ambao Mungu amempa. Kwa hiyo mnaishi katika mazingira magumu, mnafundishwa unyenyekevu. Nakumbuka wageni walikuwa hawakauki nyumbani pale, mnashushwa vitandani, wageni wanalala, yani fujo tu. Lakini mbaya zaidi, kupigwa mawe kwa wachungaji. Wachungaji wanasemwa vibaya, wachungaji wanainuliwa vita kubwa, wanasingiziwa mambo ya ajabu. Nikasema hii kazi sitaifanya. Na hata Mungu anaanza kuniita. Nikasema nakushukuru Mungu kwa sababu umeniita, lakini umeniita kwa kazi hii ya uombaji nikijua mimi nitaomba na nitakuwa mwimbaji. Kwa hiyo nilianza kufanya bidii kabisa kwa ajili ya kuimba na kuomba. Kwa hiyo huduma yangu ya uimbaji niliibeba kwa mzigo. Nilikuwa nikienda kanisani kuimba, naimba kweli. Nikisema naabudu pale, naabudu kweli. Yaani hiyo ibada sikio itakuwa ni ibada haswa. Nguvu ya Mungu inatembea kwa sababu msingi wangu niweka kwenye maombi na nikijua hiki ndicho Mungu amenipa. Sema Mungu usinipeleke kwingine, hasa nikae hapa. Sasa ile unasema ukiwa mwaminifu kwa madogo Mungu anakuongezea vitu vingine. Nikajikuta naanza kuwa tena napewa vipindi vya kufundisha. Nikifundisha watu wanabarikiwa. Basi nasema Mungu, mbona mtumishi wako hata Mwakasege ni mwalimu? Kwani yule ni mchungaji? Hapana. Asante Yesu kwa sababu niongezea hii, basi nitafundisha neno lako. Nikawa naipenda sasa ile position. Baadaye nikajikuta naitwa, najisikia kiu ya kwenda kusoma kwa Bible school. Naenda kusoma, kana niuliza wengine, unataka usome ili uwe nani? Nikamwambia nataka nisome niongeze maarifa ya neno la Mungu kwa sababu nimeshaanza kuwa mwalimu na simama madhabahuni. Sasa tukaendelea hivyo. Mwisho wa siku watu wanaanza kuniita mchungaji, mimi nakataa mchungaji, baadaye nikalikubali. Sasa hapo ikabidi nilikubali, ikabidi niingie kazini, yani ikawa hivyo. Sasa nimejikuta namtumikia Mungu. Kwa hiyo wale ambao wanawito kama wa kwangu, ni process ndugu zangu. Hautaamka asubuhi na kisha kuwa mchungaji. Japo tunawaona. Hao ni wale wachumia tumbo. Lakini kama unaitwa Mungu kwa ajili ya kuponya nafsi za watu, lazima kuna process utapita. Lazima utapita. Amen. Utengenezwe. Amen. Kuna process utapita na lazima ili utengenezwe. Ili utengenezwe. Na mtazamaji, tunapoelekea ukingoni katika kipindi hiki, na kuna maswali baadhi ambapo pia watazamaji wamekuwa wakituma na maoni yao kulingana na kile ambacho tuko nacho siku ya leo. Wajibu wa mwanamke kanisani. Muda wetu nazidi kuyoyoma kweli, na tukielekea ukingoni, mchungaji, nilitamani sana labda huenda tungeongeza hata masaa mawili mbele. Lakini pia tunapoelekea ukingoni sasa kumaliza kipindi hiki, tutachukua swali moja kwa mtazamaji ambaye pia anasema ulipoamua sasa kuwa mchungaji na ukitazama na mada yetu nasema wajibu wa mwanamke kanisani, changamoto gani ambazo unakutana nazo katikati ya wanaume, kwa sababu unakutana na watu wengi na mchanganyiko wa kila aina ya mtu? Hilo ni swali la kwanza. Lakini pia swali la pili litakuwa ni ujumbe upi ambao unaotoa ama ushauri wa kina kabisa kuhakikisha mwanamke anasimama imara ili kuendelea kutumika katika kazi hii ya Bwana. Ukitazama wanawake huenda wana mambo mengi ya kufanya, kulinda familia,
ili iweze kusonga mbele, lakini pia kuhakikisha neno la Mungu linaendelea kufika. Karibu sana. Changamoto ambayo mimi nimekutana nayo haikunikatisha tamaa sana. Ile labda unakwenda sehemu kwa ajili ya kuhubiri, kufundisha. Unajua kuna mtu anatazamia pengine sasa huyu ni mwanamke tu atatufundisha nini. Lakini cha ajabu Mungu kama amekuita Bwana, kile kitu unachoanza kudeliver pale, kile kitu unachoanza kutoa pale, yani kinagusa maisha ya watu, kinawahudumia maisha yao, yani watu wanabarikiwa. Kwa hiyo watu wanaponywa, wanafunguliwa, wanaanza kuona kumbe si mwanamke tu, bali kumbe kuna kitu cha kimungu amekibeba ndani yake. Kwa hiyo inanipa ile kutiwa moyo na ninaendelea. Kwa hiyo ndio changamoto nizo tu, kudharauliwa, kubezwa hivyo. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ananiheshimisha katikati ya wanaume. Kwa hiyo anathibitisha neno lake kwamba yeye ndiye aliyeniita na kwa nafasi hiyo ni yeye ndo anafanya ndani yangu. Ndio. Amina. Na kuwatia moyo kuwatia moyo kwa ushauri, kwa ujumbe na kwa watumishi ambao pia ni jinsia ya kike ambao wanaamua sasa kwa kizazi hiki kujitoa kikamilifu kufanya kazi ya Bwana. Cha msingi ni watie moyo tu na ni waase tu hata wachungaji wengine wanaume. Unajua kuna wachungaji wanaume ambao wakiwa katika nafasi na makanisa yao wanaona kama mwanamke si kitu. Unapokuwa mwanaume, hebu fanyika kuwa daraja la hata hawa wanawake pia kufika level fulani. Kwa sababu wewe ni baba, wewe ni mchungaji wa hilo eneo, hebu lea na hawa mama afu wape nafasi. Wape nafasi watumike. Wape nafasi vipawa vyao vionekane. Wape nafasi na wao Mungu awatumie. Kwa kufanya hivyo utakuwa umemuinua Mungu na umeruhusu Mungu afanye kazi ndani ya watu. Kwa hiyo na watia moyo pia na hata wamama, wadada, sasa hivi si wakati wa kulala. Tunakwenda nyakati ambazo ni za majeruhi. Tunaona vifo vimekuwa vingi, mtu anakufa kwa ghafla, wengine wanakatishwa maisha yao. Ipo siku tutadaiwa. Nimekuweka duniani kwa kusudi langu. Wewe umefanya nini? Kwa hiyo kabla hiyo muda tunaokimbizana nao, kabla ya kurudi kwa Yesu, kabla hujatwaliwa na Yesu, hujarudi kule ulikotoka, basi ni vizuri ukatumika katika lile kusudi. Si lazima uwe mchungaji, lakini kwa nafasi ulioitwa, hiyo mtumikie Mungu. Tena mtumikie sana kama hautafanya tena kwa moyo wako wote, kwa bidii yako yote. Sawa, mtumikie Bwana kwa moyo wako wote na kwa bidii yako yote. Kwa sekunde chache ambazo tumebaki nazo, mtumishi wa Mungu, ningependa sasa kuna wale wanawake ambao wanakutazama ambao pia umewatia moyo siku ya leo na umefahamu mengi zaidi kutoka kwako. Tupeleke sasa katika madhabahu ambapo utukabidhi mikononi mwa Mungu kwa njia ya maombi. Amen. Kulingana na kipindi chetu na mtazamaji, na hapa huenda tukaenda kufikia tamati ama mwisho wa kipindi hiki. Karibu sana. Asante Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, mwaminifu, Mungu wa kweli. Tunakushukuru kwa sababu umetufundisha neno lako, umetuelekeza, umetuelewesha kuzitambua nafasi za wanawake katika kanisa lako na katika utumishi uliowaitia. Na asante Bwana kwa sababu umekwenda kumuinua mama mmoja, umekwenda kumuinua binti mmoja, umekwenda kuhuisha mioyo yao iliyokuwa imekata tamaa, wengine wamejeruhiwa. Bwana utaenda kuwatia nguvu na kuwainua watoke mahali walipo ili wasimame katika nafasi zao kukutumikia. Wape moyo mkuu wa ujasiri. Weka wito wako ndani yao na ukafanye kazi kuwahimiza ili waende wakutumikie shambani mwako. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa sababu neema hii haitawaacha watupu, bali Bwana itafanya kitu katika maisha yao. Nasi Bwana tunakushukuru, mimi na mtangazaji na wote waendeshaji wa kipindi hiki, umekuwa pamoja nasi, tunakushukuru. Ni katika jina lako takatifu. Amen. Amen, amen, amen. Tunakupa kongole. Na mtazamaji, tulikuwa na mchungaji lakini pia ni mwimbaji huyu Neema Elia, na tulikuwa na mada ambayo inasema wajibu wa mwanamke kanisani. Mimi leo nimejifunza mengi kuhusiana na mwanamke, namna jinsi anavyotakiwa kumtumikia Bwana kiroho na kiimani zaidi katika safari hii tulionayo hapa duniani. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andre Amos Masanja, lakini pia jopo zima ambalo limehakikisha sisi kuonekana kwa uzuri kabisa. Mwandaji kipindi hiki si mwingine ni mtaalamu wako Emmanuel Makuliga, lakini pia mpiga picha ni mtumishi wako Elisha Ndalo, na mrusha matangazo haya kwa uzuri kabisa kukufikia kokote uliko duniani kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV. Huyu si mwingine ni Vanity Salvatore. Unaweza pia kutufuatilia sasa kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa kuandika Tumsifu Mungu. Nikutakie Jumapili njema yenye mafanikio tele, lakini pia nambari hizo unaweza kuzitumia kututafuta, maana tuko tayari kufanya kazi ya Bwana popote kule uliko, na kusi ungane nasi na uwe karibu. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usikose Jumapili ijayo, tutakuwa hapa kupitia kituo chako bora Star TV. Mungu akubariki sana, nikutakie Jumapili njema. Bye bye.
Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV.